Naam, warigani mpenzi mtazamaji wa kipindi kizuri cha Mzumbe Fahari Yetu. Karibu Chuo Kikuu Mzumbe. Leo tupo na mgeni katika kipindi hiki. Tutakwenda kujadili kuhusiana na mitazamo ya kisheria katika mawasiliano na masoko, tukijikita hasa katika usimamizi wa mitandao ya kijamii. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ya kijamii, ya kitaaluma na mambo mbalimbali ndani na nje ya Chuo Kikuu Mzumbe. Tuko hapa kwa ajili ya kujifunza, kupata elimu ili tuweze kuitumia katika jamii na kusaidia taifa katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Mgeni wetu katika siku ya leo anaitwa wakili Cletus Nziku. Ni wakili mbobevu, lakini pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu Mzumbe ndaki ya Mbeya. Tuko naye hapa kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali ya mawasiliano na masoko, tukijikita hasa katika mtandao wa kijamii, lakini tukihusianisha na uga wa sheria. Tutakwenda kujifunza masuala mbalimbali, lakini kabla tujafika mbali, nimruhusu ajitambulishe tuweze kumfahamu mgeni wetu, ili mtazamaji uweze kumfahamu vizuri na kuona ni mtu wa namna gani ambaye tunaye leo. Karibu sana wakili Cletus. Asante sana. Ninashukuru sana kwa hii nafasi. Pia nimefurahi sana kuwepo katika kipindi hiki cha Mzumbe Fahari Yetu, ili basi niweze kushare machache nilionayo, lakini pia niweze kujifunza kwenu pia. Kwa naamini kwamba tutajifunza sote kwa pamoja. Kwa hiyo kama ulivyonitambulisha hapo awali, naitwa wakili Cletus Tarisisius Nziku. Ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania na mahakama zote zilizopo chini yake. Lakini pia sambamba na hilo ni mhadhiri wa sheria katika Chuo Kikuu Mzumbe ndaki ya Mbeya. Pamoja na hayo basi, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimeweza pia kupata fursa ya kufanya kazi nje ya nchi pia kama mwanasheria ama wakili wa kimataifa. Kwa hivyo nimekuwa na occurrence na appearance chache pale Afrika Kusini katika Mahakama Kuu jimbo la Gauteng Pretoria, appearances zisizopungua 5, lakini pia nimeshakuwa na appearance katika mahakama ya kimataifa ya makosa ya uhalifu, mahakama ya uhalifu ya makosa ya kimataifa ya ICC ambayo ipo Netherlands kama makao makuu. Kwa hivyo pamoja na hayo yote basi tunaendelea kuliungurumisha na kulisogeza mbele gurudumu la kisheria. Okay, asante sana wakili. Kwa wasifu huu tunaweza tukawa na amani kwamba tuna mtu ambaye ni sahihi kujadili pamoja nasi katika kipindi hiki, lakini kwa profile alionayo na kila ambacho amekizungumza, uzoefu katika masuala haya, dhahiri shahidi tunakwenda kufanya au kuona au kujifunza jambo zuri sana, hasa katika muktadha wa mitazamo ya sheria katika masuala ya mawasiliano na masoko, tukijikita zaidi katika mitandao ya kijamii. Swala la mawasiliano kwa sasa na masoko katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia ni jambo ambalo limekuwa ni jambo mtambuka. Katika kila mahali utalikuta. Sisi kama Chuo Kikuu Mzumbe ambayo ni taasisi ya elimu ya juu, swala la mawasiliano na masoko ni sehemu ya maisha yetu. Taasisi nyingine ambazo zinafanya shughuli mbalimbali, huenda katika michezo, katika viwanda, biashara, mawasiliano na masoko ni swala utalikuta. Lakini tumekuwa na maendeleo ya teknolojia, hasa katika mambo ya kupashana ama kuhabarishana. Tunajifunza na tunaona influence kubwa ya mitandao ya kijamii, na tukaona ni jambo jema sana kujadili mada hii, tukijikita zaidi katika usimamizi wa mitandao ya kijamii, ili mtu anapofanya shughuli zake katika hii mitandao ya kijamii aweze kuona ni vipi anaweza kufanya, ni vipi anaweza asifanye kwa muktadha wa kisheria. Na kwa sababu sisi ni Tanzania, tukajikita zaidi katika sheria za Tanzania. Bwana Cletus Nziku, kwa nini tuwe na umuhimu wa kuangalia mitazamo ya kisheria katika swala hili la usimamizi wa mitandao ya kijamii, hasa katika mawasiliano na masoko? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo mada yetu inasema kwamba tunaangazia mtizamo wa kisheria katika masuala ya masoko, lakini pia katika masuala ya kimtandao pamoja na mawasiliano kwa ujumla, na usimamizi wa sheria kwenye masuala ya mawasiliano pamoja na masoko. Sasa niseme tu wazi kwamba nchi yoyote ile inaongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Vivyo hivyo ilivyo Tanzania kama nchi yetu, nayo inaongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Sasa Tanzania kama nchi inayo sheria mama ama sheria kuu, au tunasema sheria iliyo kubwa kuliko sheria nyingine zozote. Na hii ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sura ya 2, kama ilivyofanyiwa marekebisho mara 14 ya mwaka 1977.
Kwa mujibu wa hii sheria mama, tunayo haki ama tunao uhuru wa maoni, ama tunao uhuru wa kutafuta habari, tunao uhuru wa kuwasiliana. Lakini kwa mujibu wa ibara hiyo ya 18 ya katiba hii, inapotoa uhuru wa mawasiliano ama uhuru wa kutafuta habari ama uhuru wa maoni, inasema bila ya kuathiri sheria nyinginezo. Kila mtu atakuwa na uhuru wa maoni, uhuru wa mawasiliano, uhuru wa kutafuta habari, uhuru wa kupata habari. Kwa hivyo tunaotakiwa kukitizama hapa, kwa nini kuna umuhimu wa kuangazia nafasi ya sheria katika masuala ya mawasiliano, masuala ya kimtandao na masuala ya masoko, ni kwa sababu sheria ndiyo inayoongoza eneo lolote lile ambalo linatakiwa kuongozwa nayo kwa mujibu wa hali ilivyo. Kwa hivi kama ilivyo katika nchi yetu, watu wengi wamekuwa wakifanya makosa ambayo wengi wao hawafahamu kwamba ni makosa chini ya sheria, japo kutokufahamu sheria sio utetezi mbele ya macho ya sheria. Kwa hivi katiba kama imetoa uhuru wa haki hiyo ya maoni, uhuru wa mawasiliano, ni katiba hiyo hiyo pia imetoa ukomo, yani kwa maana imekupa haki ya kufurahia ama ya kufanya masuala hayo ya kupata maoni, mawasiliano na mambo mengine, lakini inakupa ukomo wa kutumia hiyo haki yako. Ndio maana inaanza na neno bila ya kuathiri sheria nyinginezo. Kitaalamu kwa lugha ya kisheria utaona sheria inaanza na maneno without prejudice to other laws. Kwa hiyo manake inamaanisha nini? Inamaanisha unapo enjoy au unapofurahia ile haki yako ya kimtandao, unaingia, unasafu, unafanya nini, lazima ujue kwamba ina ukomo. Kwa hiyo sheria haiwezi kukupa kitu bila kukupa ukomo wa kukitumia hicho kitu. Kwa hivi ukiacha sasa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndio sheria mama, tunazo sheria ambazo zimetengenezwa kwa mujibu wa katiba, yani zimetengenezwa chini ya katiba, ambazo zinaongoza masuala yote ya kimtandao. Na sheria kubwa au sheria ya kwanza ni sheria ya makosa ya kimtandao, the Cyber Crimes Act. Sheria hii ni sheria ya mwaka 2015. Sasa sheria hii ndio sheria inayoongoza makosa yote ya kimtandao. Na kwa mujibu wa sheria hii, kile kifungu cha 23 kinatengeneza kosa linaitwa uchokozi wa kimtandao. Kwa kitaalamu tunasema cyberbullying. Kwa hiyo makosa haya yote, watu wanaingia mtandaoni, anaandika chapisho la kumdhihaki mtu, anaandika matusi, anafanya maudhui yasiyofaa, yote yale yanaingia kwenye sheria yetu ya makosa ya kimtandao. Na nitakubaliana na observation yako, ulichokisema ndicho, kwa sababu sheria hii ya makosa ya kimtandao ni sheria ya mwaka 2015. Kwa nini 2015? Kwa sababu waliona kuna kasi kubwa na reti kubwa ya makosa ya kimtandao. Kwa hivyo makosa haya yanaenda mbele zaidi mpaka yanakwenda kuharibu masuala ya masoko, yanakwenda kuharibu taaluma za watu, yanakwenda kuharibu majina ya watu, yanakwenda kuharibu vitu vingi vinavyotokana na haya. Kwa hivyo kwa ujumla wake hayo yote ni makosa ya kimtandao, na sheria inaadhibu vikali makosa yote yatokanayo na sehemu hiyo, iwe yamefanyika mtandaoni kwa mtu ambaye anafahamu ama hafahamu, kwa sababu kuto kujua sheria sio utetezi mbele ya macho ya kisheria. Kwa hivi nakubaliana na wewe kwamba katika kipindi hiki cha Fahari Yetu ni muhimu sana kuangazia nafasi ya sheria, kwa sababu watu wengi wapo wanaoyafanya haya wasijue kwamba sheria inaadhibu vikali, na baada ya kuwa wamekutwa na makosa hayo ndo wanasema hatukujua kwamba kumbe kufanya hivi ni kosa. Kwa hiyo imekuwa ni kwamba mtu hakujua, lakini haiwezi kumsaidia kwa muda ule, kwa sababu kuto kufahamu sheria sio utetezi mbele ya macho ya kisheria. Asante sana wakili. Kuto kujua sheria sio utetezi mbele ya macho ya sheria. Ni kitu ambacho tunatoka nacho katika maelezo ya awali kabisa ya mgeni wetu tulionaye katika kipindi hiki kizuri cha Mzumbe Fahari Yetu. Ndugu wakili, tumekuwepo na changamoto kadhaa ambazo za mtu binafsi ama taasisi wanazipitia kutokana na usimamizi wa mitandao ya kijamii. Ndio. Tukiunganisha kwa sababu ya masuala ya masoko. Tumezungumza hapo awali kwamba swala la masoko sasa hivi kwa mujibu au kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, masoko na mawasiliano ni moja ya vitu ambavyo vinakuwa counted kama sehemu ya mahitaji ya msingi sana. Wanadamu wanapaswa kuwasiliana. Lakini kama ulivyosema awali kwamba katika mawasiliano hayo
tusivuke mipaka. Naam. Tuenjoy uhuru wetu wa habari, uhuru wa mawasiliano, uhuru wa kufanya biashara mtandaoni na namna nyinginezo ambazo tunaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili aidha kujipatia kipato ama kukuza chapa ya taasisi husika. Lakini kumekuwa na changamoto mbalimbali, na hili ndio limekuwa msukumo mkubwa wa sisi leo katika kipindi hiki kizuri cha Mzumbe Safari Yetu kuja kujadili ili tuone changamoto ambazo zinazikumba taasisi ama watu binafsi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii kwenye mambo yao ya mawasiliano na masoko. Tunaweza tukazungumziaje swala hilo kwenye hizo baadhi ya changamoto huku tukihusianisha sana na mambo haya ya kisheria? Asante sana. Ni kweli kwamba pamekuwepo na changamoto kubwa juu ya matumizi ya kimtandao hasa katika taasisi binafsi na hata za umma katika namna ya kutumia mtandao katika ile namna inayofaa mbele au machoni pa watu wastaarabu tunasema. Kwa hivyo kumekuwa na changamoto kubwa sana inayokumba hizi taasisi zote binafsi pamoja na za serikali. Sasa changamoto hizi ni zipi? Changamoto ya kwanza ni kwamba kumekuwa kuna matatizo ya watu kuandika maudhui ambazo zinakinzana kwa mujibu wa taratibu na miongozo ya kisheria. Na hii imetokana na kutokuwepo na semina ama mafunzo endelevu ama tunasema huduma za kujitolea za kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya kisheria. Kwa mfano, kutokujua utetezi kama nilivyosema awali. Maana kutokujua sheria sio utetezi mbele ya macho ya sheria, lakini tukumbuke kwamba kuna watu ambao wapo kule wangeweza kupewa maarifa japo kidogo katika masuala mbalimbali, pengine tungeweza kupunguza ile idadi ya makosa yatokanayo na hayo. Kwa mfano kama sisi tuna program inaitwa Legal Aid, yani huduma za kisheria ambazo watu tunazitoa bure. Kwa hiyo Legal Aid ambayo inaitwa pro bono, yani for good, unafanya kama vile unarudisha kwa jamii. Na hivi karibuni tulikuwa tuna wiki za sheria, tulikuwa tunafanya huduma za kisheria bure na tulishafunga yale maadhimisho ya masuala ya wiki ya sheria. Lakini hiyo haimaanishi kwamba tukifunga basi hatuna wajibu wa kuendelea kuelimisha jamii. Kwa hiyo changamoto kubwa ninayoiona katika hilo eneo la watu kuchapisha maudhui yasiyofaa wanaokuwepo kwenye hizo taasisi iwe ni za umma au binafsi, kunatokana na kutokuwepo kwa semina elekezi ama mafunzo kuhusiana na maarifa japo kidogo ya kuhusiana na masuala ya kisheria. Lakini pia hata weledi wa matumizi ya lugha, kwamba tunaheshimu taaluma ya wanahabari, lakini tunaheshimu pia taaluma ya watu wa media kwa ujumla wake. Lakini inaleta ladha ama furaha pale ambapo huyu mwanahabari ama huyu mtu wa media anapokwenda kuchapisha jambo fulani, basi anaweza kafanya tafiti ama akaomba kunolewa kidogo na mtu aliyebobea kwenye lile eneo ili hata ajue yale matamshi, terminologies zinazotumika katika kusema jambo fulani. Kwa hivi hata kujiongeza nako kumekuwa ni tatizo. Na kubaliana kwamba inawezekana tunao wanahabari wengi, lakini wanahabari ambao ni wasomi waliobobea kwenye hiyo taaluma wakawa ni wachache. Kwa hivi hata yule ambaye hajabobea ama sio mbobezi au hana weledi wa kutosha katika hiyo taaluma yake, basi ana wajibu wa kujiongeza walau yeye mwenyewe japo kidogo, kujiongeza kwamba maudhui haya yanafaa, maudhui haya yafaa, japo hata kwa kupata maarifa kutoka kwa mtu mwingine yoyote, ili basi anapokuja kuyachapisha hayo maudhui ama kuongelea kitu fulani azungumze katika namna ambayo itakuwa haichukizi na haikinzani na miongozo yetu. Kwa hiyo naiona changamoto sana kubwa pia kwenye eneo hilo. Lakini changamoto nyingine nayoiona sana kwenye eneo la masoko, marketing kwa ujumla wake katika hizi taasisi, ni kwamba taasisi hizi tunazozizungumzia ikiwemo labda chuo chetu, Chuo Kikuu Mzumbe, lakini hata na vyuo vingine na taasisi nyingine ambazo hata sio vyuo, nyingi zimeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano Chuo Kikuu Mzumbe kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria, the Mzumbe University Charter ya mwaka 2007. Kwa hivi manake tunakubaliana kwamba Chuo Kikuu Mzumbe ni taasisi ya umma ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa kama imeanzishwa kwa mujibu wa sheria, inayo miongozo yake ya ndani ambayo inasaidia katika kuongoza hata taratibu za vitengo vya mawasiliano, vitengo vya information and technology. Kwa mujibu wa miongozo hiyo, siamini kwamba kutakuwa na miongozo ambayo inakinzana na sheria mama za nchi, sheria ambayo ni katiba na sheria ambayo inaongelea masuala ya makosa ya kimtandao kwa ujumla wake. Kwa hivyo ninaloliona kwangu mimi sasa ni kwamba ipo haja ya kuendelea kufanya semina elekezi ama mafunzo
juu ya matumizi ya lugha pale ambapo kumekuwa kuna machapisho ama maudhui mbalimbali. Lakini kunazo zile taasisi nyingine ambazo watu wamekuwa wakifanya vitu, saa nyingine ikawa ni taasisi ama mtu binafsi akiwa anafanya masuala ya marketing labda, watu wa influencers na mambo mengine yatokanayo na haya. Wasijue kwamba ukiwa unafanya masuala hayo ni lazima usajili jina la biashara ama usajili kile ambacho kinakusaidia wewe kupata kipato ukiwa kwenye mwamvuli huo wa marketing. Sasa ukishindwa kufanya hivyo, manake moja kwa moja pale ambapo utakumbana na changamoto hizi utashindwa kupata msaada yakinifu, kwa sababu mbele ya macho ya sheria tunasema kwamba anayekuja mbele ya macho ya sheria anapaswa kuwa na mikono safi. Yani he who comes to equity must come with clean hands. Kwa hiyo kama wewe umekosea kuanzia mwanzo, manake hauwezi ukawai, yani kama mmegombana watu wawili, wewe umempiga mwenzako, alafu wewe ukamuwai kwenda kushtaki polisi. Alafu yule akifika anaanza kutoa maelezo kwamba yeye ndo alitangulia kunipiga. Kwa wewe ambaye ulitangulia, hata kama you were the first, kwa sababu hauna mikono safi, manake katika dai la haki huna sifa ya kuwa na dai la haki katika mazingira hayo. Kwa maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba wako watu wengi wanafanya shughuli hizi za masuala yanayohusiana na masoko, lakini hawajasajili shughuli zao wala hawajasajili majina yao. Kwa mfano, hapa Tanzania tunazo sheria mbili zinazoongelea eneo hilo la masuala ya usajili. Tunayo sheria ya kwanza, sheria ya usajili wa majina ya biashara, ile sura ya 213, ambayo kwa mujibu wa sheria hiyo kifungu cha 4 kinaweka takwa la lazima la mtu yoyote anayefanya shughuli za marketing, shughuli za biashara, kusajili jina lake. Lakini watu hawafahamu, ndio kwa nasema awareness. Yes. Yani watu wanasema tu kuanzia leo mimi najiita Zaki Enterprises, na amekuwa akitumia hilo jina, anapata fedha, anafanya nini, lakini ukimuuliza hilo jina umesajili, hilo jina la biashara, hawajasajili. Lakini kumbe chini ya sheria ya usajili wa majina ya biashara sura ya 213 kifungu cha 4 kinaweka takwa la lazima la mtu yoyote anayefanya shughuli za marketing, influencing na business kwa ujumla wake kusajili lile jina. Kwa nini kusajili? Moja, inakuwa ni sehemu ya mapato katika nchi yetu. Ndio. Lakini la pili ni nini? La pili ni kwamba kesho na kesho kutwa unapokumbana na changamoto mbalimbali, mtu katukana brand yako, ameichafua brand yako, ndo haya makosa ya kimtandao, ni rahisi wewe kumchukulia hatua kwa sababu utakuwa na dai la haki. Lakini kama wewe kuanzia mwanzo haukuwa na dai la haki, unatumia brand, unafanya marketing, unafanya shughuli za masoko ambazo hazijasajiliwa kwa mujibu wa sheria, kesho na kesho kutwa inapotokea changamoto hauwezi kuwa na dai la haki kwa sababu wewe mwenyewe sio msafi kuanzia mwanzo. Kwa kuna hii habari ya usajili ambayo watu wamekuwa wanapepesa sana macho katika kivuli cha kwamba hawajui sheria. Lakini huwezi kukaa sehemu salama just kwa sababu hujui sheria. Lakini hata ukienda mbele zaidi kwenye hiyo sheria ya pili, tunayo sheria ambayo ni sheria ya uendeshaji wa shughuli za kibiashara. Inaitwa the Business Activities Act. Na ambayo hii ni sheria ambayo inaenda sambamba na hiyo sheria ya usajili, kwa maana the Business Activities Registration Act, yani sheria ya usajili wa shughuli za kibiashara. Kwa tuna sheria ya usajili wa majina, ile the Business Names Registration Act sura ya 213 kifungu hicho cha 4. Lakini tuna sheria nyingine tena ya the Business Activities Registration Act ambayo ni sura ya 208, ambao ukitizama sheria hiyo kifungu cha 14 pamoja na vifungu vingine kinaongelea masuala ya leseni za biashara, kwamba hata kama wewe unafanya kazi kama mtu binafsi, upo kwenye taasisi au taasisi inafanya, kuna haja ya kusajili hilo jina. Ndio maana kwa mfano kama Chuo Kikuu Mzumbe nilianza mwanzo kusema kwamba kipo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo manake neno Mzumbe University, akitokea mtu leo akaanza kujiita au akafungua eneo akatoa huduma chini ya mwamvuli wa Mzumbe University, Mzumbe University wanayo haki ya kufanyaje? Kumchukulia hatua. Kwa nini wanamchukulia hatua? Wanamchukulia hatua kwa sababu Chuo Kikuu Mzumbe kinadai la haki, kwa sababu kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria na jina la Chuo Kikuu Mzumbe University liko registered kwa mujibu wa sheria. Kwa changamoto nyingi zinazotokana na masuala ya marketing, zinazotokana na masuala ya makosa ya kimtandao, masuala ya kibiashara na masuala mengine yatokanayo na hayo, ni kwa sababu unakuta tunao watu wengi, tunazo taasisi nyingi ambazo mtu analala anaamka
anaziita jina fulani, kesho na kesho kutwa kunapotokea na makosa yatokanayo na hayo ya kimtandao anashindwa kuwa anadai la haki kwa mujibu wa mustakabali. Asante sana. Amejaribu kufafanua kwa kina, lakini niseme tu kwamba kwa ambacho nimekielewa kwa ufupi ni kwamba changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni watu kuendesha shughuli zao kwa mazoea. Na tumekuwa tukiona wakifanya hivyo, lakini kumbe kuna mwamvuli wa sheria ambao unakuweka salama wewe mtumiaji, lakini unaweka salama biashara ama chapa ambayo unashughulika nayo. Na nimependa namna ambavyo umeelezea kuhusiana na program hizi za Legal Aid Campaign, msaada wa kisheria. Na kwa sasa nchini tuna program kubwa sana Samia Legal Aid Campaign ambayo inaendeshwa kwa mkazo wa serikali, inazunguka mahali pengi inafanya, lakini ni sisi kama Mzumbe, Chuo Kikuu Mzumbe tuna hiyo kupitia kitivo cha sheria kuna kitengo maalum ambacho kinashughulika na msaada wa kisheria. Tumekuwa tukifanya hivi, utakuwa shahidi mahali mbalimbali katika maonyesho ambayo tumeshiriki. Moja ya vitu ambavyo tunafanya ni msaada wa kisheria. Lakini tumekwenda kufanya community awareness mahali. Nakumbuka kipindi kilichopita mwaka jana tumefanya Tanga na mahali pengine ambako tumeweza kualikwa. Na mambo yamekwenda vizuri. Kwa sisi kama taasisi ya elimu tunapoweza kutoa elimu, sio tu kuandaa watu waweze kufaulu mitihani. Tunatengeneza mazingira ya kuandaa jamii iliyokuwa njema. Umezungumzia kitu kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanapelekea changamoto, ikiwemo watu kushindwa kuregister biashara zao na nini. Ilikuwa ni kitu ambacho nawaza kuuliza katika mazungumzo yetu. Tuna changamoto moja inaitwa kuna kitu kinaitwa haki miliki. Umejaribu kugusia na natamani ukigusie kwa upana wake ili mtazamaji aweze kutuelewa vizuri. Kuna namna unakuta haki miliki ya biashara ama brand yako, lakini kuna haki miliki ya matangazo ama content tunaita kwa lugha ya Kiingereza ambayo unaiweka katika mitandao yako ya kijamii. Kumekuwa na kesi tukizisikia mara kwa mara, taasisi zikishtakiwa, watu binafsi wakishtakiwa kwamba umetumia picha bila idhini yangu. Umetumia content ambayo sijakupa copyright yake. Kwa tunazungumziaje kuhusu hili swala, lakini pia tukiweka na namna ya kuepuka tufanyeje ili tuweze kuwa salama zaidi mbele ya macho ya sheria kama ambavyo ulisema hapo. Kwamba kutokujua sheria sio utetezi mbele ya sheria. Asante sana ndugu yangu. Habari ya haki miliki ni swala ambalo ni kweli, kwanza ni swala mtambuka, lakini pia ni swala ambalo watu wamekuwa wakilichukulia katika wepesi wake. Lakini kumbe nalo ni kama vile tulipokuwa tukizungumzia hiyo engo ya masuala ya masoko kwa kuhusianisha na sheria, kwa maana ya sheria ya usajili wa majina ya biashara na sheria ya usajili wa shughuli za kibiashara. Vivyo hivyo kwa haki miliki. Haki miliki zinaongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Hapa Tanzania tunayo sheria ya haki miliki ambayo inaitwa The Copyrights and Neighboring Rights Act, ambayo ni sura ya 218 na kipengele cha part 2 cha hiyo sheria ya The Copyrights and Neighboring Rights Act ndicho kinaongelea masuala hayo ya haki miliki na makosa yatokanayo na shughuli za haki miliki. Sasa ukitizama sheria hiyo ya kwetu tunayoitumia inakwenda sambamba na sheria ya kimataifa inaitwa The Berne Convention ya mwaka 1886, ambazo hizi sheria zetu mbili hata wanafunzi wanapokuaga wanaandika yale maandiko yao research dissertations na masuala ya thesis kwenye sehemu ya copyright, kama najua wewe ni msomi unakumbuka kwamba kwenye copyright unasema this work has not been submitted before any sijui it is mine subject to the Copyrights and Neighboring Rights Act kepu hiyo na the Berne Convention huwa inatajwa pale kwenye copyright. Kwa hizi sheria watu wamekuwa pengine hawana awareness nazo sana, zinaongelea nini kuhusiana na masuala ya haki miliki. Masuala ya haki miliki yanaingia kwenye mwamvuli unaitwa intellectual property. Yani ndo hizo masuala za haki miliki, kwamba mtu anapopewa haki ya kumiliki mali, hata tunapoongelea ile idea aliyokuwa nayo ni sehemu ya mali yake. Kwa hiyo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ibara ya 24 inatoa haki kwa kila mtu ya kumiliki mali. Inasema kwamba mtu yoyote yule atakuwa na haki ya kumiliki mali. Asa ile haki ya kumiliki mali sio tu zile mali ambazo zinashikika ama zinagusika, sio tangible properties only. Hata mali ambayo ipo katika fomu ya idea,
fomu ya wazo au katika fomu ya kufikirika, sheria inaenda kulinda pia mali za aina hiyo. Kwa hiyo haki miliki pia ni sehemu ya mali zinazolindwa kwanza kikatiba. Kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaposema kila mtu ana haki ya kumiliki mali na ana haki ya kutoingiliwa kwenye mali yake, haki miliki ni sehemu ya mali zako. Kwa sio tu zile mali kama kiatu, suruali, gari, kiwanja, no. Hata zile mali ambazo zipo kwa mfumo wa intellectual, kwa maana idea. Ndio maana unaona mtu anaweza akamshtaki mtu mwingine kwa kutumia jina lake la biashara. Sasa mtu anaanza, kwani jina ni mali? Yes, jina ni mali kwa sababu silinayo sheria yake inayohusu kulisajili. Kwa automatically linakuwa mali kwa sababu limesajiliwa. Biashara ni mali, ndio ni mali kwa sababu imesajiliwa kwa mujibu wa sheria za kibiashara. Kwa hiyo katika eneo hilo kumekuwepo na changamoto juu ya haki miliki kwa sababu watu wengi hawajatizama miongozo bora inayoongelewa katika hii sheria ya The Copyrights and Neighboring Rights Act, sheria ya kimiliki sura ya 218, ambayo part 2 inatoa utaratibu juu ya masuala ya haki miliki, ambapo utaratibu unaotolewa miongoni mwa taratibu nyingine ni pamoja na mtu kusajili jina ama influence, hiyo influence anayoitumia katika kutangaza biashara yake. Huo ni utaratibu wa kwanza. Lakini utaratibu wa pili katika haki miliki ni lazima shughuli unayoiendesha hiyo ni shughuli halali mbele ya macho ya sheria. Hauwezi kuombea haki miliki kufanya shughuli ambazo nchi yetu inazikataza, ambazo ni kinyume na sheria na ni kinyume na maadili. Kwa hiyo unapokwenda kwenye habari ya haki miliki ni lazima ndugu wasikilizaji au watazamaji wote wanaotufuatilia katika kipindi hiki wajue kwamba sheria itahusika na zile haki miliki ambazo zinatambulika kihalali na zipo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwenye swala la haki miliki kama hizo sheria mbili nilizokuambia hapo, kuna haki za wasanii kwa mfano, unaona muziki, kuna hizi haki za maigizo kwa mfano, kuna haki pia za kazi za taaluma kwa sisi wanataaluma. Unapoandika andiko lako, manake mtu mwingine anapolichukua tunaita ni academic theft, anaiba ile idea yako au wazo lako bila kukiri. Yote haya yamekuwa yanaadhibiwa kwa mujibu wa sheria hiyo ya The Copyrights and Neighboring Rights Act. Utakapokutwa na hatia ya makosa yatokanayo na hayo, basi kwanza utachukuliwa hatua za kinidhamu katika taasisi ama eneo ulilopo, lakini pia kwa sababu jamhuri na maslahi limegeuka kuwa kosa la jinai kwa maana ya plagiarism ni academic theft, nayo itashughulika na wewe. Kwa sheria inaadhibu vikali vitendo vya wizi wa haki miliki au makosa ya kimtandao ambayo yanahusianishwa na uwizi wa idea, uwizi wa business names, uwizi wa udhui ya mtu mwingine bila kuwa na ridhaa yake ni kosa. Kwa hata ile mimi nachukua hapa Bwana Mkama na kuposti, kuna mtu ukimposti anachekelea, umeniposti. Kwa mujibu wa katiba tunayo ibara ya 16 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki ya faragha kwa kila mtu ya maisha yake binafsi, shughuli zake, maisha yake ya ndoa kama amejaliwa ndoa, familia kwa ujumla wake. Kwa hiyo unapotaka kufanya vitu ambavyo vinaenda kinyume na mtandao, basi at least watu wanatakiwa wanaomba hata elimu tu bure, kuomba ushauri, kujua kama hili liko sawa ama haliko sawa. Kwa hiyo lazima watu wafahamu hayo kwamba unapofanya hivi, unatumia jina, unamtaja mtu kwa jina lake na kwa biashara yake, unaweza kushtaki. Madai yatokanayo na kashfa, defamation, ni makosa ya hatari zaidi, au haya ya kuingilia haki ya faragha ya mtu ni hatari zaidi, kwa sababu unapokutwa na hatia ya kufanya jambo hilo, yule aliyekushtaki anaulizwa yeye anataka alipwe kiasi gani. Kwa sababu kesi za madai yatokanayo na kashfa, anayekushtaki kwenye kesi hiyo ndo anayepanga kwamba nataka nilipwe kiasi fulani, au kesi ya kuingilia faragha ya mtu. Asante sana ndugu mtazamaji, kipindi ni Mzumbe Fahari Yetu, na mada tunayo mezani ni mitazamo ya kisheria katika mawasiliano na masoko, tukijikita hasa katika usimamizi wa mitandao ya kijamii. Tumekuwa tukijifunza ama tukisikia kutoka kwake uzoefu wake wa kisheria, lakini uzoefu wa kesi mbalimbali ambazo amezishuhudia ama kuzishiriki, lakini vile vile kitu ambacho ameweza kujifunza katika taaluma yake. Utagundua tukubaliana na mimi kwamba ni mtu ambaye ni mbobevu sana. Kuna raha ya kufundishwa na mtu ambaye ni mwalimu lakini anafanya hicho kitu, ana experience ya ile current occasion ya mambo yanayotokea mtaani. Kwa sisi kama Chuo Kikuu Mzumbe tunafurahi kuwa na product hii nzuri. Tumekuwa na sera mbalimbali ambazo
zikitoa miongozo kwenye masuala ya mawasiliano na masoko na usimamizi wa mitandao ya kijamii. Lakini sera tunaamini kwamba sera matokeo yake ni mchakato wa kisheria. Unaweza kuzungumziaje kuhusu swala au tukafahamu mtu anatazama akaona akaanza kujifunza na kuelewa juu ya sera mbalimbali ambazo zina guide ama zinalinda ama zinasimamia swala zima la mawasiliano na masoko, lakini tukijikita kwenye usimamizi wa mitandao ya kijamii? Tunapozungumzia taasisi za elimu kama ambavyo umezungumza kwamba tunatizama maeneo makubwa mawili. Tunatizama elimu ya juu kwa maana vyuo vikuu, alafu tunatizama hawa watu ambao ni hizi advanced, labda ni ordinary level na advanced level. Kwa kwenye sheria tunazo sheria kubwa mbili. Tuna sheria inaitwa the Universities Act, sheria ya vyuo vikuu. Kwa vyuo vikuu vyote katika nchi vimeanzishwa na vinaendesha shughuli zao kwa mujibu wa sheria inayoitwa the Universities Act. Na kwa upande wa hizi secondary primary schools ambazo ni nyingine ukiacha sio za elimu ya juu, zinaongozwa kwa mujibu wa sheria inaitwa the Educations Act, sheria ya elimu. Kwa tunazo hizo mbili. Sasa zote hizi kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba pana kuwepo na matumizi mazuri ya mtandao pakihusianisha masuala ya masoko, kuna sera kubwa ambayo baada ya kuona umuhimu wa hili jambo, serikali yetu chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka 2024 wakatengeneza drafti ya sera ambayo itaenda 2024 mpaka 2025, alafu itafanywa maboresho, alafu itakwenda mpaka 2030, ambayo hii ni draft inayotambulika kwa jina ya The National Strategy Governing Digital and Technology Policy. Kwa ni sera ambayo inaongoza masuala yote ya uhusianayo na masuala ya teknolojia na masuala ya kidijitali. Ndani ya hiyo draft ipo, nafikiri iko available kwenye platform zote za kimitandao. Kwa hata mtu anayetufuatilia anaweza akaisearch, ataandika tu pale the draft National Strategy and Technology Strategy, ataiona, itakuja tu pale kuhusiana na masuala ya digital na technology strategy. Kwa hivi ukitizama ile sera ndio imejitanabaisha bayana pasipo na shaka na kuacha shaka lolote kwamba matumizi ya mtandao katika taasisi hizi za elimu yanatakiwa kuwa na lengo kubwa la kujikita katika kuelimisha jamii, na ndio maana zinaitwa taasisi za elimu. Kwa lengo kubwa la mitandao liwe ni hilo. Na nashukuru sana kwa hii nafasi ya kipindi kikubwa kabisa katika Chuo Kikuu Mzumbe cha Fahari Yetu, kwa sababu nyinyi mmekuwa mfano wa kuigwa. Tukiwa pamoja ni familia moja, lakini nyinyi mliobuni ili wazo mmekuwa na kitu kikubwa kwa sababu mnaiishi tayari hii policy, whether kwa kujua ama kwa kutokujua, kwa sababu sera inasema itumike kuelimisha jamii. Kwa hivyo naamini hata watu wanaotufuatilia hapa sisi tutaelimika kutoka kwao na wao wanaweza wakapata maarifa kutoka kwetu. Lakini la pili, kwenye masuala ya masoko, ukitizama masoko kwa ujumla wake katika taasisi za elimu za juu na hizi elimu za kati, zote kwa pamoja, manake lazima tufanye aina ya marketing ambayo haikinzani na miongozo na taratibu za kisheria zilizopo. Kwa mfano, ni kweli unatangaza shule yako ni nzuri, inafanya vizuri, lakini je, kuna sababu ya kutumia picha ambayo wanafunzi wamevaa miniskirt katika kufanya tangazo hilo kwenye vyombo vya habari au kwenye mitandao? Hakuna sababu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo manake ni lazima tunapofanya shughuli za masoko, yawe ni masoko ya kibiashara ya kutangaza elimu yetu ama taasisi zetu za elimu, yazingatie miongozo. Sheria yetu ya the Universities Act, sheria ya vyuo vikuu, lakini pia sheria ya elimu, the Education Act. Zote kwa pamoja zisikinzane na ile sera ya ambayo ni the draft of National Strategies on Digital and Technology Policy ya mwaka 2024 ambayo itakwenda mpaka 2030, ambapo Wizara ya Sayansi pamoja na elimu kwa ujumla wake waliona kuna haja ya kuwepo na hiyo draft ili iweze kusaidia kuhakikisha kwamba ina limit matumizi ya mtandao, hata ina limit aina ya masoko ama utangazaji wa masuala ya masoko yanayotokana na miongozo iwe miongozo inayofaa na miongozo ambayo haikinzani
na sheria kwa ujumla wake. Asante sana. Tunapoelekea mwisho kabisa wa kipindi chetu kizuri cha Mzumbe Fahari Yetu, ambacho kimejikita katika mada inayosema mitazamo ya kisheria katika mawasiliano na masoko, tukijikita hasa katika usimamizi wa mitandao ya kijamii. Mgeni wetu wakili Cletus Nziku, natamani utoe msimamo wako, mapendekezo ama maoni juu ya mada ambayo tuko nayo mezani leo. Tumejifunza kwa kina, umeeleza vitu vingi kwa kina. Naamini mtu ambaye anatufuatilia katika kipindi hiki atakuwa amejifunza pia, kama ambavyo sisi lilikuwa lengo letu kuihabarisha jamii, lakini watu waweze kufahamu, kwa sababu hatuwezi kuepuka swala zima la mawasiliano na masoko, hasa katika kipindi hiki cha maendeleo ya sayansi na teknolojia. Nini maoni yako ama mapendekezo juu ya usimamizi sahihi ama matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii katika masuala ya mawasiliano na masoko, tukijikita katika swala zima la kisheria? Asante sana. Maoni yangu ni machache. Kwanza kabisa, tuendelee kwa pamoja kuunga mkono hii program iliyoanzishwa na kiongozi wetu mkuu, kwa maana ya Rais wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan, ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Ni kampeni kubwa ambayo kama watu tutakwenda nayo katika minajili inayotakiwa kwa waanzilishi wa hiyo kampeni, basi tunategemea kutakuwa na awareness kubwa sana kwenye masuala ya kisheria, na kwa ujumla wake manake yatagusa masuala ya matumizi ya kimtandao, yatagusa masuala ya mawasiliano, na moja kwa moja hayawezi kuacha kando masuala ya masoko, kwa sababu yote haya yanaongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Lakini la pili, mapendekezo yangu mimi kwenye mada tuliyokuwa nayo leo na kwa ujumla wake ni kwamba kunayo haja kubwa ya kufanya semina elekezi na mafundisho mbalimbali ya masuala ya kisheria, sio tu kwenye hizi taasisi za elimu ya juu. Tunaweza kuanzia kule chini kwenye root grass, kuanzia kwa vijana wetu, watoto wetu walioko shule za msingi. Toka wanapokuwa kule wakakuwa wakitambua hii miongozo. Kwa ndo maana nasema samaki mkunje angali mbichi. Tunapoanza chini, tuna nafasi kubwa ya kutengeneza taifa bora. Kwa sababu nitarejea maneno ya rais aliyekuwepo Afrika Kusini wakati ule, mpigania uhuru Nelson Mandela. Anasema kwamba ukitaka kuliangamiza taifa lolote lile, hauwezi kuliangamiza kwa mabomu ya nuclear au atomic bombs, lakini utaliangamiza kwa kuwa na mfumo mbovu wa elimu, na utaliangamiza taifa hilo kwa kuwaruhusu watu ambao wamefeli waonekane wamefaulu ili kuendana na usasa. Kwa yale maneno yameandikwa nafikiri mpaka leo, ukienda kwenye baadhi ya majengo mbalimbali yaliyopo kwenye maeneo ya kale kule South Africa. Ni ujumbe mzito, lakini ni ujumbe unaobeba dhima nzima ya kuanzisha maarifa toka mtu akiwa mdogo. Na pendekezo langu la tatu na la mwisho kwa minajili ya kipindi hiki, ninapendekeza kwamba kuwepo na kuwepo na legal clubs. Yani sio tu katika vyuo ambavyo vina kozi ya sheria. Kuna vyuo ambavyo wao wanasoma labda masomo ya sheria kama somo moja, vyenyewe vimejikita zaidi kwenye masuala ya fedha na mahesabu. Kwa tunaweza tukawa na clubs, yani nchi nzima kukawa kuna zile clubs, legal clubs, yani klabu ambazo zitasaidia kuimpart knowledge ya masuala ya sheria. Zinakuwa zinatoka nje, zinakuwa na watu ambao wana utaalamu wa kuweza kutoa hiyo knowledge kikamilifu, basi wakaweza kuokoa jahazi la wale watu wanaoweza kuangamia kwa kutokujua vitu vidogo vidogo. Kwa sababu kwa kumalizia, watu lazima wajue kwamba sheria haina tabia ya kuhangaika na vitu vidogo vidogo. Yani tunasema kwamba Walatini wanasema de minimis non curat rex. Yani of all small things the law knows no cure. Kwa sheria huwa haihangaiki na vitu vidogo vidogo. Kwa katika hivi vitu vidogo vidogo ambavyo sheria haihangaiki navyo, na pengine mtu visije vikamletea shida mbele ya safari, sisi tuvitibu huko chini, kwa sababu tusipovitibu sheria haitahangaika na vitu vidogo vidogo kama Walatini wanavyosema kwamba de minimis non curat rex. Asante sana wakili Cletus Nziku, mwanasheria mbobevu kabisa wa masuala mbalimbali ya kisheria. Lakini nishukuru timu nzima iliyofanikisha katika kipindi hiki. Nikushukuru wewe mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nyuma ya kamera tupo na taalamu kabisa Bwana Sudi Emmanuel Ndaki, mtayarishaji wa maudhui haya katika chumba cha habari Madam Mwajuma, lakini bila kusahau msimamizi wa maudhui haya Madam Halima Rajabu. Nami mtangazaji wako pamoja nami
Jina langu ni Mkama Elias Masatu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.